السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah azza wa jalla na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumekusanyika katika jambo kubwa, na hakuna msiba mdogo. Misiba yote ni mikubwa, inazidiana katika ukubwa kutokamana na nafasi za wale watu namna walivyo katika jamii. Nafasi hii ya kutoa nasaha, mimi ni katika watu wa karibu waliofiwa. Kila nitakapozidi kumzungumza nitafikia hatua nitashindwa. Kumbukumbu yangu, nimerudi Tabora baada ya masomo 2004. Katika watu ambao nilizungumza mwanzo nao pamoja na kuwafikishia da'watu salafia na kuikubali alikuwa ni Sheikh, Allah amrehemu. Na tangu wakati ule mpaka anaondoka duniani tulikuwa karibu sana. Kwa hivyo kila nitakapozidi kumzungumza nitashindwa kukamilisha mazungumzo vizuri. Tumuomba Allah tabaraka wa taala kwa mapenzi yake na huruma yake ajalie safari yake iwe nyepesi na kaburi lake liwe ni kiwanja katika viwanja vya pepo, na pia Allah warehemu maiti wote wa Kiislamu waliotangulia. Mimi napenda nizungumze nukta moja, kisha Sheikh Safu, mmoja katika mashekhe waliotoka Kigoma, ima atazungumza yeye, ima atachagua mtu wa kuzungumza katika msafara aliokuwa nao, basi yeye atachagua. Nazungumza nukta moja ambayo kuna baadhi ya watu imewapa utata kidogo. Sheikh alifariki jana baada ya Ijumaa, na mpaka anafika nyumbani ilikuwa ni baada ya asri. Zikatoka rai kwamba tuzike jana ile ile, lakini pia kulikuwa na rai ya kwenda Urambo, na kwa sababu mimi ni kiongozi wao walinisubiri tukashauriana, lakini pia kaliangalia jambo kwa upana wake na maslaha, na tukawahusisha watu wa familia, tukaona tuzike hapa. Ikabakia nukta moja ya kuzika jana. Utata uliokuja kwa baadhi ya watu, mbona nyie ni watu wa sunna, mbona mmelaza maiti, kwa nini hamkuzika jana? Hili nataka kulizungumza, nukta hiyo tu peke yake. Inaruhusiwa kuchelewa kuzika pale itakapokuwa kuna moja ya dharura za kisheria zinakubalika. Ima ni dhiki itakayoweza kupatikana katika maandalizi ya kumzika maiti, lakini pia vile vile kuwapa nafasi watu wanaokuja kuswalia, lakini pia vile vile kuangalia ukaribu wa watu wa karibu wanaokuja kumzika marehemu, hasa akiwa ni mtu kiongozi katika jamii. Hivi ni vitu vinaruhusika kwa fatawa za ahlul ilmi, kama alivyosema Sheikh Ibn Bazi katika fatawa. Hivyo hatujatoka nje ya sunna. Mtu kufa asubuhi akazikwa saa 10, mtu kufa saa 10 akazikwa asubuhi, hatujatoka nje ya sunna. Wale waliokuwa na ishkali wawe na amani katika hilo. Lakini pia Shekhe
kama angepelekwa Urambo pia ingekuwa tujasafirisha maiti. Baadhi ya watu, kwa nini msafirishe maiti kwenda Urambo? Alitoka Urambo, alikuwa anarudi Urambo, alikuja Tabora kwenye hospitali tu, na Tabora Urambo ndio kwake, na hapa pia ni kwake, lakini mwenye nyumba hayupo. Kwa hiyo hakuwa na zamu ya hapa Tabora. Kwa hiyo kama angepeleka Urambo pia kulikuwa hakuna kosa, na wala sio kusafirisha maiti. Haya nimependa kuyazungumza kwa kuondoa tu utata uliokuwa umeingia katika baadhi ya wenzetu. Katika kipindi kama hichi cha kuelimisha jamii, ni lazima kuwa na umakini mkubwa sana katika kuziendea sunna na kuhakikisha kwamba sunna ni sababu ya kuwaweka watu kwenye njia na kuongeza ukaribu na kuongeza ulfa, muunganiko wa nyoyo baina ya watu na watu wengine. Na sehemu za kuelimisha watu ni katika matukio kama haya. Kwa hiyo nimependa kulitanguliza hili kwa lengo tu ya kusaidia wale waliokuwa na mawazo yenye utata wawe na amani katika hilo. Kwa hiyo Sheikh Safu, min fadlik, ima utoe nasaha mwenyewe, ima uangalie katika vijana wako. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira.